Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert, na kwanza ni muktasari wake. Naibu Waziri Umi Nderiananga ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoshiriki mkutano wa 3 wa kimataifa wa watu wenye ulemavu. Katibu wa Secretariat ya Kamati Kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Julius Mwita, ameondolewa katika wadhifa huo. Na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema serikali yake imeweka juhudi madhubuti kutatua changamoto za wizi wa madini. Habari kamili. Berlin. Naibu Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, Umi Nderiananga ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoshiriki mkutano wa 3 wa kimataifa wa watu wenye ulemavu unaofanyika jijini Berlin nchini Ujerumani. Mkutano huo umeandaliwa na Shirikisho la Kimataifa la Watu wenye Ulemavu IDA, serikali ya Ujerumani na serikali ya Jordan, na kufunguliwa rasmi kwa pamoja na kansela Ujerumani Olaf Scholz na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan. Akizungumza wakati wa ufunguzi rasmi wa mkutano huo, Scholz amesisitiza juu ya umuhimu wa kushirikiana kimataifa kukuza haki na ujumuishaji wa masuala ya watu wenye ulemavu. Dar es Salaam. Katibu wa Secretariat ya Kamati Kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Julius Mwita, ameondolewa katika wadhifa huo kwa madai kwamba anakwenda kinyume na msimamo wa chama hicho kuhusu ajenda ya no reforms no election. Uteuzi wa Mwita umetenguliwa jana Jumatano na Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho. Inadaiwa kuwa Mwita hakubaliani na msimamo huo na amekuwa akihamasisha wengine kupinga ajenda hiyo ambayo inalenga kuishinikiza serikali kufanya mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi ili kuleta usawa na haki. Secretariat ya Kamati Kuu inaundwa na Katibu Mkuu pamoja na naibu makatibu wakuu na viongozi. Miongoni mwa majukumu ya Secretariat ni kuandaa ajenda za Kamati Kuu. Manila. Mkurugenzi wa huduma za tiba Wizara ya Afya Dr. Hamadi Nyembea amemwakilisha Waziri wa Afya Jenista Mhagama kwenye mkutano wa 7 wa mawaziri wa afya ulimwenguni unaolenga kujadili usalama wa mgonjwa. Katika mkutano huo ambao unafanyika leo na kesho mjini Manila nchini Ufilipino, Dr. Nyembea ameambatana na mtaalamu wa masuala ya afya za kimataifa Dr. Witness Mchwampaka. Mkutano huo unawakutanisha mawaziri pamoja na wataalamu kutoka nchi 27 ikiwemo Tanzania, na majadiliano hayo yamejikita katika utekelezaji wa mpango wa Shirika la Afya Duniani wa usalama wa mgonjwa ulimwenguni wa mwaka 2021-2030. Kauli mbiu ya mkutano huo ni kuwekeza nguvu katika mustakabali wa usalama wa mgonjwa katika utoaji wa huduma za usalama wa afya ya mgonjwa. Bukoba. Mamlaka ya mapato nchini TRA mkoa wa Kagera imesema kuwa imekusanya kiasi cha shilingi bilioni 122.6 kwa kipindi cha mwezi Julai mwaka jana hadi Februari mwaka huu. Akizungumza na Radio Kwizera, meneja wa TRA mkoa wa Kagera Castro John amesema kuwa lengo la makusanyo kwa kipindi hicho ilikuwa ni bilioni 108.6 na kwamba ongezeko la bilioni 14 ni sawa na makusanyo ya mapato kwa asilimia 113. Amesema kuwa ongezeko hilo linatokana na mpango mzuri wa makusanyo ya kodi kwa kushirikiana na wadau wa kodi na ushirikishwaji wa walipa kodi kwenye mipango hiyo.
Kwa upande wa makusanyo, mkoa wetu unafanya vizuri sana kwa miezi, kwa maana kuanzia Julai mpaka mwezi wa pili. Kama mkoa tulikuwa tumepangiwa kukusanya bilioni 108.6, lakini tumefanikiwa kukusanya bilioni 122.6, ambao ni utendaji kazi wa 113%. Kwa hiyo ni utendaji kazi mzuri kabisa na tunaenda vizuri, na mwaka huu tunatarajia tutafanya vizuri zaidi, pengine kuliko hata miaka mingi ya hivi karibuni. Kwa upande wao, baadhi ya walipa kodi wamekiri kuwepo kwa mahusiano mazuri baina yao na TRA kwa kipindi cha sasa tofauti na zamani, na wamesisitiza elimu na ushirikishwaji kuongezeka zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM Bujumbura. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema serikali yake imeweka juhudi madhubuti kutatua changamoto ya wizi wa madini ili kuimarisha sekta ya madini na kuongeza pato la taifa. Rais Ndayishimiye amesema hayo jana mbele ya vyombo vya habari jijini Bujumbura na kuwaonya baadhi ya viongozi na wafanyabiashara wanaoiba madini ya taifa hilo. Fikirieni Warundi wanaoona watu wanaochimba madini hapa nchini lakini wasiwataje. Je, madini hayo tunayala au tunayapika? Lakini si yanauzwa nje ya nchi na mpo mabilionea. Mliuza madini kisha pesa za kigeni mlizopata mkazitumia kununua nyumba nje ya nchi. Tambueni kuwa madini ni mali ya taifa. Tungekuwa makini, migogoro hii ya ukabila ya Watusi na Wahutu isingekuwepo. Sote tungepata matunda ya madini haya. Mfano, Burundi kila mwaka ikiingiza dola bilioni 2, tunaweza kuzimaliza kumwaka bwinjije imiliyaridi 2 z'amadolari twoyamara kumwaka hinjira. Rais Ndayishimiye amesema wakati umefika raia wa Burundi kubadilika kwa kuachana na chuki na ukabila, na badala yake kila mwananchi ajivunie matunda yanayotokana na jasho lake. Brussels. Mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema uamuzi wa Donald Trump wa kutoza ushuru mpya kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani ni pigo kubwa kwa uchumi wa dunia. Maoni yake yanalingana na yale ya nchi kadhaa ikiwemo pamoja na China, ambayo imeelezea upinzani wake kwa hatua hiyo na imeonya kuwa itachukua hatua kali dhidi ya Marekani. Wasiwasi huo unakuja baada ya rais wa Marekani kutangaza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia Marekani kuanzia tarehe 5 Aprili. Takribani nchi 60 pia zitakumbwa na viwango vya juu vya ushuru kuanzia tarehe 9 Aprili, ambapo Trump amesema hatua hizo ni malipo kwa sera zisizo na haki za biashara na kuongeza kuwa amekuwa mkarimu sana katika maamuzi yake. Bujumbura. Wafungwa 300 walioachiwa kwa msamaha wa rais nchini Burundi Desemba mwaka jana wameahidiwa kupata ajira katika shirika la Ntabariza linalohusika na haki za wafungwa nchini humo. Mkurugenzi wa shirika hilo Bwana Jamal Nshimirimana amebainisha hayo jana katika mkutano na vyombo vya habari mkoani Ngozi, kaskazini mwa Burundi. Nshinjirimana amesema mradi huo utaanza katika mikoa ya Ngozi, Kirundo, Muyinga na Kayanza ili kuwasaidia watu hao waliokuwa wafungwa kujiingizia kipato na kutunza familia zao. Pamoja na hayo, pia ametoa wito kwa mashirika mengine ya kiraia kuchukua jukumu la kuwasaidia watu hao, jambo litakalosaidia kupunguza uhalifu katika jamii. Ico gikorwa tukaba tuzogitangirira mu ntara ya Ngozi bigenekerezo rya kane. Anasema shughuli hiyo tutaianzia mkoani Ngozi tarehe 4 mwezi huu. Tutawakusanya na tuwaeleze shughuli wanayokwenda kuifanya, kwani uchunguzi wetu ulionyesha kuwa mtu akitoka gerezani kuna namna hunyanyapaliwa uraiani, au pia inategemea na tabia ya sisi tunaotoka gerezani tulionayo katika jamii. Tunawafariji, kwani mtu akiwa na mikono yake, na sisi tumeamua kutoa ajira kwa watu hawa wanaoshinda vijiweni wakisema hawana shughuli ya kufanya. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muktasari wake. Naibu Waziri Umi Nderiananga ameongoza ujumbe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoshiriki mkutano wa 3 wa kimataifa wa watu wenye ulemavu. Katibu wa sekretariati ya kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Julius Mwita ameondolewa katika wadhifa huo.
Na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema serikali yake imeweka juhudi madhubuti kutatua changamoto ya wizi wa madini. Waza Wazua. Msikilizaji, aliyevunjika moyo leo ndiye atakayekuwa mponyaji wa kesho. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.